الحمد لله الذي بلغنا اقتراب شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، ونسأله سبحانه أن يبلغنا إياه بلوغ قبول وإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم مع وصية نفسي بتقوى الله عز وجل، فلقد فاز ونجح من اتقاه. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا. ويقول أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم. أيها الناس عباد الله، لم يبق على رمضان إلا أيام يسيرة، فتهيئوا له بتوبة صادقة، وجددوا النيات، وأصلحوا القلوب، فلعله رمضان الذي تغفر فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات، فلعله يكون رمضان الذي تتغير به حياتنا إلى الأبد. طوبى لمن استقبله بتواضع وودعه وقد غفر له. عباد الله، وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث، متفق عليه. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka ziada za swala na salam zimwendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, nitumie fursa hii kuwahusia nyote waumini, basi na kuisahau nafsi yangu ambayo ni dhaifu mno mbele yenu na mbele Allah subhanahu wa ta'ala, katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, kwani ufaulu wa hapa duniani na ufaulu unaopatikana mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala haupatikani isipokuwa ni kwa mtu ambaye ameshikamana na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sote tuwe miongoni mwa watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman wal aqida, ndugu zangu katika imani, hayajabakia kwetu sisi ili kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani isipokuwa yamebaki masiku machache sana, yamebaki masiku yenye kuhesabika. Ndugu zangu katika imani, basi jiandaeni kwa ajili ya kuupokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa kufanya tauba ambayo ni ya kweli. Lakini pia ndugu zangu katika imani, zifanyeni kuwa ni mpya nia zenu na muyatengeneze na kuzitengeneza nyoyo zenu, ndugu zangu katika imani, kwani huenda Ramadhani hii ambayo sisi tunakaribia kuingia ikawa ndiyo Ramadhani ambayo maisha yetu yatabadilika kwa kupitia Ramadhani hiyo, ikawa ndiyo Ramadhani ambayo tutapata maghfira na msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia Ramadhani hiyo. Na huenda Ramadhani hiyo ambayo iliyopo mbele yetu hivi sasa ikawa ni sababu ya mimi na wewe kupandishwa daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidini sana kuitumia fursa ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unaoingia kwa kufanya a'malu salihah, kwa kufanya matendo ambayo ni mema. Tuba liman istakbalahu bitawadhu'in. Basi pongezi zilizokuwa nyingi na zilizokuwa kubwa sana ziwaendee wale watu ambao watakaopokea mwezi mtukufu wa Ramadhani wakiwa katika hali ya kuwa wao ni wanyenyekevu, wawada'ahu wa qad ghufira la. Lakini pongezi hizo pia vile vile ziwafikie watu ambao mwezi mtukufu wa Ramadhani utaondoka
hali ya kuwa na wao wamesamehewa madhambi na makosa yao. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi mashuhuri sana, hadithi ya Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, قال amesema Umar ibn al-Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja akisema, innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo, hivi ndivyo ilivyo, kusihi kwa matendo huzingatiwa nia. Wa innama, na kwa hakika mambo yalivyo, likulli mri'in ma nawa, ana kila mtu, kila mmoja wetu katika sisi atalipwa kutokana na kile kitu alichokinuia yeye katika moyo wake. Ndugu zangu katika imani, tunakaribia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fa kaifa niyatuka, nia yako wewe iko vipi kuanzia hivi sasa? Huu ndio wakati wa kuzitengeneza nia zetu. Huu ndio muda wa kuzifanya nia zetu ziwe ni nzuri kwa ajili ya kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, Muislamu wewe, nia yako ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wewe kutoka mitaani kwenda kuangalia tamthilia, kwenda kuangalia mabao, kwenda kupoteza muda kuangalia mipira katika mabanda ya mipira? Au nia yako wewe Muislamu leo hii unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wewe kulitafuta sifa kwa wewe kuwa ni mwenye kula sana? Umetoka katika nyumba hii kufutari, unaingia katika nyumba nyingine. Umetoka katika nyumba hii kufutari, ukaingia katika nyumba nyingine. Au Muislamu wewe nia yako hivi sasa unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kutafuta na kukusanya vyakula vingi nyumbani kwako ili uweze kula kwa israfu na uhesabu kwamba wewe umekula sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Au wewe Muislamu nia yako ni kufanya ibada na mambo ya kheri mbalimbali, kusali, kufunga na kufanya mambo ya kheri mengine ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa lengo la kuonekana na watu? Kama nia yako iko hivyo, ndugu zangu katika imani, basi kuanzia hivi sasa tumia fursa hii kwa masiku haya machache yaliyobaki, nia yako uibadilishe. Nia yako iwe ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika mtiririko wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimekuja, miongoni mwa hadithi hizo ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yoyote ambaye utaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani akawa ni mwenye kufunga ndani ya mwezi huo mtukufu wa Ramadhani, akawa ni mtu mwenye kusimama visimamo vya usiku kwa ajili ya kufanya ibada hizo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mtu unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, hususan katika ile 10 la mwisho, akawa ni mwenye kuitafuta Lailatul Qadri katika yale masiku yote ya 10 la mwisho mpaka kaidiriki hiyo Lailatul Qadri, hali ya kuwa akiwa na imani katika moyo wake na hali ya kuwa akiwa ni mwenye kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anawabashiria watu wa dizaini hiyo, anawabashiria watu wa aina hiyo ya kwamba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, watu hao watasamehewa madhambi yao yote yaliyotangulia kupita hapo nyuma. Fama minna ahadun la yuridu an yughfara lahu dhunub, hakuna yoyote katika sisi ambaye leo hii hahitaji kusamehewa madhambi. Sote Waislamu ni wakosaji, sote wanadamu ni watu tunaofanya makosa mbalimbali. Kuna makosa ambayo tunafanya tukiwa tunafahamu kweli kwamba hili ni kosa, lakini kuna baadhi ya makosa ambayo tunafanya kwa kutofahamu kwamba hili ni kosa ama hili sio kosa, likatupeleka sisi kuingia katika ghadhabu na machukizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ili kusamehewa makosa hayo yote, basi ni juu yako wewe kufanya ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa
ukiwa na imani katika moyo wako, ukiwa na yaqini ya kwamba unataraji malipo kutokana na ibada hiyo unayoifanya, unataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah kwa hakika atakusamehe wewe Muislamu madhambi yako yote ambayo uliyotangulia kuyafanya hapo nyuma. Ndugu zangu imani, hii ni fursa ambayo ni kubwa sana, ni fursa ambayo Waislamu wengi wamekuwa ni wenye kuichezea, wamekuwa ni wenye kuipuuza fursa hiyo, kiasi ambacho unapokuwa umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, wao wanashughulika na mambo yao mbalimbali ambayo ni adabu, mambo ya kipuuzi. Hili jambo halitakikani ndugu zangu imani, bali tengeneza moyo wako kuanzia sasa, ili unapokaribia kufika na unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, nia yako uliyoitengeneza kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani ili ni yenye kukunufaisha. Mwanadamu huwezi ukafanya jambo lolote katika mambo ya ibada ukawa hujatanguliza nia, bali ile ibada itakuwa sio yenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake ni kwamba ibada zote ambazo Waislamu sisi tunazozifanya kuzielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima tutie nia zetu. Kwa hiyo nyakati na muda ambao ni sahihi wa sisi kutia nia kwa ajili ya kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wakati huu tuliokuwa nao za imani. Ikhwata al-iman wal aqida, tuangazie kisa ambacho kimekuja katika mtiririko wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo hadithi hiyo imepokelewa na Imamu Ahmad pamoja na Imamu Ibn Majah, ambapo hadithi hiyo pia vile vile imesahihishwa na al-Allama al-Albani rahimahullah rahmatul barari. Anasema kwamba kulikuwa kuna maswahaba wawili ambao maswahaba hao wote waliingia katika Uislamu kwa pamoja. Maswahaba hao walikuwa wakishindana katika kufanya mambo ya kheri mbalimbali, mpaka ikafikia hatua mmoja katika maswahaba hao wawili akawa ameenda kupigana jihad. Walienda wote, lakini mmoja akawa sio mwenye kurejea, alifariki akiwa yeye ni shahidi katika hiyo jihad, akawa ameishia huko akawa amefariki. Huyu mwenzake aliyobaki akabaki kaishi takriban mwaka mzima na ziada. Baadaye huyu mwenzake akaja akafariki kifo cha kawaida kama jinsi walivyofariki watu wengine leo hii. Mmoja katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqila huwa Talha ibn Ubaydillah, na imesemekana kwamba ni Talha ibn Ubaydillah. Akaoteshwa siku miongoni mwa masiku ya kwamba yule ambaye aliyekufa akiwa sio shahidi alipandishwa daraja ya juu zaidi, alianza kuingizwa peponi yeye kabla ya yule mwenzake ambaye alifariki akiwa yuko katika uwanja wa vita, alifariki akiwa yeye ni shahidi. Sahaba yule lilimfanya kuwa jambo lile ni zito kwake yeye, ikawa hajakaa kwa amani, akatoka akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda akamuuliza, ya Rasulullah, jambo hili linakuaje? Tusikilize majibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimjibu nini Talha ibn Ubaydillah? Huwa qala alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana, hivi huyu mtu ambaye unayemsemea kwamba yeye amepandisha daraja ya juu zaidi ya yule mwenzake aliyefariki kwa yeye ni shahidi, hivi huyu mtu hajaishi baada ya yule mwenzake ndani ya muda wa mwaka mzima? Jawabu ni kwamba ndio, ameishi zaidi ya mwaka mzima baada ya huyu mwenzake kufariki. Kauliza swali nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa adraka ramadana fasamahu wa salla kadha wa kadha, na mtu huyu ambaye leo hii unamsemea alipandisha daraja kuliko yule mwenzake, hivi hakuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kipindi kilichobaki, na ndani ya mwezi huu akawa ni mwenye kuswali, ni mwenye kufunga, na akawa ni mwenye kufanya mambo ya kheri mbalimbali? Jawabu ni kwamba ndio, alidiriki ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mwingine, na akawa anafanya mambo ya kheri mbalimbali katika mwezi huo mwingine. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fama bainahuma ad'alu mimma baina as-samai wal ardi, basi tofauti wa daraja uliopo baina ya watu hao wawili ni mkubwa zaidi, kama jinsi tunavyoona sisi leo hii umbali uliopo baina ya mbingu na ardhi. Kwa nini? Kwa sababu huyo sahaba mwingine yeye aliudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani na akawa anafanya mambo ya kheri mbalimbali katika mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kwa kupitia hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
ni njia na ni mwongozo ambao tunaongozwa sisi waumini na sisi waislamu, ya kwamba kuna uwezekano mkubwa sana laiti kana kwamba wewe utautumia mwezi mtukufu wa Ramadhani ipasavyo, utautumia mwezi mtukufu wa Ramadhani vizuri, basi unaweza kufikia daraja ya watu ambao waliotangulia huko nyuma waliokuwa wema. Allah tujalie tu miongoni mwao. Ndugu zangu katika imani, fi hadhihi alhaya, katika uhai huu, katika ulimwengu huu wa maisha hapa duniani, lau sa'alta an-nasa, laiti kana kwamba wewe Muislamu utatoka na kuanza kuwahoji watu mbalimbali kwa vyeo walivyokuwa navyo, kwa nafasi waliokuwa nayo, ukaanza kuwauliza madha yatamannuna, wanatamani vitu gani leo hii wapewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah hum yatamannuna ashiya'a shatta, wallahi utawakuta hao watu ambao wewe utakaotoka kwenda kuwauliza, utawakuta wanatamani vitu tofauti tofauti. Utamkuta maskini anatamani yeye kupandisha daraja, afikie daraja ya mtu ambaye ni tajiri. Utamkuta mtu ambaye ni tajiri anatamani yeye kupandisha daraja na kufikisha katika level fulani ambayo yeye amekusudia kufika. Lakini utawakuta watu ambao wao ni wafanyabiashara, wanatamani Allah subhanahu wa ta'ala awarufaishe na awanyanyue kupitia biashara yao, wafikie katika level fulani ya maisha ambao wao wamekusudia au wamekusudia kufika katika level hiyo. Ndugu zangu katika imani, haya au hizi ni ndoto mbalimbali ambazo tulizokuwa nazo sisi waislamu leo hii hapa duniani. Walakin lau sa'alta ahla al-qubur, lakini leo hii ukipata chance na nafasi ya kukaa na watu ambao tayari wameshatoka katika mgongo wa dunia, watu ambao wamefariki, wametoka na kutoweka hapa duniani, madha yatamannuna, ukitoka ukaenda kuwauliza wao wanatamani kitu gani leo hii pamoja na sehemu waliopo, wallah thumma wallah hum ahlamuhum wahida, wao watu wote ambao walioko makaburini leo hii, na mimi na wewe sote tutaingia sehemu hiyo, wao wote ndoto zao ni moja tu. fahiya kama qala al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah rahmatul abrar, ndoto zao watu walioko makaburini leo hii ni kama jinsi alivyosema al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullah ta'ala alayhi, huwa qala tallahi law qila li ahli al-qubur tamannaw, laiti kana kwamba wale watu walioko makaburini wakiambiwa hivi sasa tayari sisi tunawapeni fursa walau hata dakika kadhaa, dakika fulani, tamanini tunawapatia kile mnachotamani, wallah thumma wallah latamannaw yawman min ramadana, wallahi watu wale walioko makaburini wangelitamani wapate walau hata siku moja inayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini watamani siku hiyo? Kwa nini watamani siku moja inapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa sababu huko walipo tayari wameshafahamu ya kwamba ni mambo gani anayapata mtu akiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni ujira gani anaupata mtu anayefanya ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidini sana, tuzitengeneze nia zetu kuanzia sasa. Aslihu nawayakum ayuha an-nas ibadallah, zitengenezeni nia zenu ndugu zangu katika imani, ili mpate kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillah al-wahid al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. As-salatu was-salam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، أوصيكم مرة ثانية مع وصية نفسي بتقوى الله عز وجل. ninakuhusieni kwa mara ya pili pamoja na kuihusia nafsi yangu dhaifu sana kunako swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman wal aqida, ndugu zangu katika imani, Ramadhani hiya fursatun jadida. Ramadhani hii iliyo mbele yetu ni fursa ambayo ni mpya na ni fursa ya kipekee ndugu zangu katika imani. Fursatun litawba was-sadaqa was-salah wal-birri wat-tarahum bainana, ni fursa
ya kufanya tauba, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni fursa ya kutoa sadaqa kwa wingi, ni fursa ya kufanya ibada ya sala kwa wingi, ni fursa ya kufanyana wema baina yetu sisi kwa sisi Waislamu. Ndugu zangu katika imani, hizi fursa inatakikana tuzitumie vizuri, tuzitumie namna inavyotakikana kwa kutia nia zetu hivi sasa, nia zilizokuwa nzuri, kwa sababu laiti kana kwamba nia yako wewe utaitia vibaya, basi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe utalipo kutokamana na ile nia yako iliyokuwa umeitia. Kama nia yako ilikuwa ni mbaya, basi malipo yako yatakuwa ni mabaya. Lakini kama nia yako wewe Muislamu ni nzuri ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, malipo yako Allah yatakuwa ni mazuri. Fa aslihu nawayakum ibadallah, zitengenezeni nia zenu ndugu zangu katika imani. Ikhwata al-iman wal aqida, ndugu zangu katika imani, hii Ramadhani pia inaingia, hiyo ni fursa kwa sisi kutubia kunako makosa mbalimbali ambayo sisi tulitangulia kuyafanya hapo nyuma. Hiyo ni fursa kwa sisi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala mtu asikate tamaa kwa makosa yake aliyotangulia kuyafanya hapo nyuma, kwa mambo mbalimbali ambayo aliyotangulia kuyafanya hapo nyuma, na atambue kwamba Allah yupo na Allah ni mwingi wa kusamehe. Kiasi chochote kile utakachokuwa nacho katika makosa, katika maasi, unapokaa chini ukatafakari na ukamrejea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika huruma aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa sana. Ili tuingie katika tauba, ili tuingie katika bidri, ili tuingie katika kufanyana wema baina yetu sisi kwa sisi, ni lazima tutengeneze nia zetu kuanzia sasa. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie nia zetu zile nia ambayo ni nzuri, ajalie nia zetu unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani ziwe ni nia za kufanya ibada na kutuma matendo ambayo ni kheri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح نياتنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأقم الصلاة.